Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya hatua kwa hatua ni kuendelea kukusogezea upate nafasi ya kufahamu kwa kina kile ambacho kinaendelea kushika hatamu huko. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba jeshi la Ukraine halitaweza kuendelea na mapigano bila taarifa mpya za kijasusi kutoka Washington. Mtaalamu wa kijeshi wa Austria Kanal Markus Rezaina anasema Marekani inashiriki taarifa za kijasusi muhimu na Ukraine. Iwapo Ukraine haitapokea data hizi, itakuwa kipofu. Historia inaonyesha kwamba majeshi ambayo yanapoteza uungwaji mkono madhubuti katika hatua hizo muhimu za kivita mara nyingi yameangamia. Kulingana na mtaalamu huyo, kweli kwamba askari wa Ukraine wanaondoka Sudza kwenda mkoa wa Sumi katika vikundi vidogo inaonyesha wazi kwamba wameamriwa kurudi nyuma. Alichora uwiano kati ya uvamizi wa Ukraine kwenye mkoa wa Kursk na mashambulizi ya mnamo Disemba 1944 ambayo hatimaye ilishindwa na majeshi ya Allied. Vile vile, Marekani haijawahi kusimamisha ushirikiano wa kijasusi na serikali ya Kiev. Mjumbe maalum wa Marekani katika Mashariki ya Kati Stephen Witkoff anaiambia Fox News, "Uelewa wangu bora zaidi ni kwamba hatufungi kamwe ujasusi kwa kitu chochote cha kujihami ambacho wa Ukraine wanahitaji." Kwa maneno yake, ugavi wa kijasusi utakuwa miongoni mwa mada zilizoibuliwa wakati wa mkutano na wajumbe wa Ukraine huko Jeddah mnamo Machi 11. Gazeti la Daily Mail la Uingereza liliweza kuripoti hapo awali kwamba Marekani haishiriki tena kijasusi na Ukraine kuhusu uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump. Gazeti hilo lilidokeza kuwa nchi hiyo haikuacha tu kutuma ujasusi wa Marekani kwa Ukraine, bali pia ilipiga marufuku Uingereza kushiriki na Kiev. Vile waziri wa mambo ya nje wa Hungaria Peter Szijjarto amesema Umoja wa Ulaya hautaweza kutekeleza ombi la Volodymyr Zelensky la kuunga mkono vikosi vya kijeshi vya Ukraine ambavyo vina idadi ya watu milioni 1. Ametoa kauli hiyo katika mkutano na wanahabari kufuatia mkutano uliofanyika mjini Budapest na mawaziri wa nishati kutoka Azerbaijan, Bulgaria, Georgia na Romania. Anasema bado tunaamini kwamba EU haina uwezo wa kusaidia jeshi la Kiukraini la watu milioni 1 na kutenga mamilioni ya dola kwa ajili ya utendaji wa serikali ya Kiukraini, hasa wakati ambapo ushindani wake umepungua sana. Haiwezi kueleweka jinsi EU itaweza kubeba mzigo mkubwa wa kifedha. EU haiwezi tu kufanya ahadi hii ya ziada. Upinzani wa Hungaria wa kutoa fedha za Umoja wa Ulaya kwa ajili ya kukimbiza wanajeshi wa Ukraine kwa wanajeshi milioni 1 ulitangazwa mapema na Waziri Mkuu Viktor Orban. Katika hotuba ya Machi 8 alisema kuwa uamuzi kama huo utasababisha uharibifu usioweza kurekebishwa kwa nchi zote wanachama wa kambi hiyo. Vile waziri wa mambo ya nje wa biashara Peter Szijjarto anasema Budapest itaamua msimamo wake kuhusu kujitosa kwa Ukraine katika Umoja wa Ulaya kwa kuzingatia kura ya maoni itakayowashirikisha raia wote wa Hungaria. Anasema msukumo wa kuharakisha kuingia kwa Ukraine katika Umoja wa Ulaya unatoa tishio kubwa kwa EU nzima, ikiwa ni pamoja na Hungaria. Hii ndio sababu tunaona inafaa kwa watu wa Hungaria kutoa maoni yao juu ya swala hili. Mazungumzo kuhusu masuala ya kiufundi na Ukraine yanaweza kuanza sasa, lakini kabla ya Umoja wa Ulaya kuendelea na hili, itakuwa busara kwa watu wa Hungaria kuchangia maoni yao. Waziri huyo wa mambo ya nje na biashara wa Hungaria Peter Szijjarto amesema hayo kwenye mkutano na waandishi wa habari. Vile misimamo tofauti kuhusu Ukraine haitasababisha mgawanyiko kati ya Umoja wa Ulaya na utawala wa rais wa Marekani Donald Trump, huku kukiwa na uwezekano wa kusitishwa kwa mapigano chini ya kiongozi mpya wa Marekani kuliko hapo awali. Kansela wa zamani wa Austria Sebastian Kurz anasema. Zaidi ya hayo, kansela huyo wa zamani wa Austria anaamini kuwa katikati ya matukio ya hivi majuzi ya kisiasa, kijiografia, EU inapaswa kuchukua jukumu kubwa zaidi katika masuala ya kimataifa. Mbali na nguvu za kiuchumi, nguvu za kijeshi zinahitajika kwa hili, alisisitiza. Vile Marekani inatarajia mazungumzo ya Machi 11 na Ukraine huko Jeddah, Saudi Arabia yataleta maendeleo makubwa katika kutatua mzozo wa Ukraine. Mjumbe maalum wa Marekani katika Mashariki ya Kati Stephen Witkoff anasema, "Nadhani tunakwenda huko tukiwa na matarajio kwamba tutafanya maendeleo makubwa, na kwa hiyo nina matumaini kwa hilo," aliambia Fox News. Kwa maneno yake, kumekuwa na majadiliano mengi kati ya wapatanishi wa Marekani na Ukraine baada ya mkutano wa mwishoni mwa Februari huko Washington kati ya rais wa Marekani Donald Trump na Volodymyr Zelensky. Anasema, "Na ningependa kuelezea kama maendeleo," alisema, "na kwa hivyo ningetumaini kwamba kuna mpango. Kilicho muhimu kujadili ni wazi itifaki za usalama kwa Ukraine, wanajali hilo, na pia masuala ya eneo. Lakini haya ni mambo magumu. Yanahitaji tu kuwekwa mezani na kila mtu anatakiwa kuwa wazi kuhusu matarajio yajayo. Kisha tunaweza kuanza kuwa na mjadala
kuhusu jinsi tunavyofikiana. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile utegemezi kamili wa jeshi la Ukraine kwa Marekani kwa ajili ya matengenezo na kusasisha ndege za kivita za F-16 huzua hatari nyingi na kufanya matumizi ya ndege hizo kuwa na matatizo. Kanali mstaafu wa Ukraine Roman Sivtan anasema kuhusu ndege, chaguo bora ni kwa kutambua kwamba Wamarekani sasa watakuwa wakizunguka. Ni bora kwetu kubadili kabisa teknolojia ya Kifaransa. Sivtan aliongeza kuwa ingawa kuna matatizo katika kuingiliana na Washington, F-16 itabidi zitumike katika hali ya ulinzi wa anga katika sehemu ya nyuma bila kuzipeleka kwenye eneo la mapigano. Vile Rais wa Bulgaria Rumen Radev ametoa wito kwa nchi za Ulaya kuiunga mkono Marekani katika juhudi zake za kufikia amani nchini Ukraine. Anasema, ninatoa wito kwa Ulaya kuunga mkono Marekani na kushirikiana nao ili nia yao ya kisiasa ifikishe usitishaji vita na kisha kwenye meza mazungumzo kwa kutumia vyombo vya kidiplomasia na njia nyingine zinazowezekana. Wanaweza kupata suluhu ambayo inahakikisha amani ya haki na endelevu nchini Ukraine, Radev alisema katika mkutano mfupi baada ya mazungumzo na Rais Jakov Milatovic kuhusu ziara rasmi ya Bulgaria. Rais wa Bulgaria alisisitiza kuwa Ulaya haiwezi kufikia amani kutoka kwenye nafasi ya nguvu. Anasema ni uasherati kwamba Ulaya inasukuma Ukraine kuendeleza vita baada ya kutangaza kwamba itatafuta amani kwa njia ya nguvu. Hili haliwezekani kabisa. Huu ni mgongano wa kikatili na ukweli ambao unaongoza Ukraine kwenye maafa na Ulaya kwa mwisho. Kwa sababu ya sera hiyo, idadi ya waathirika itaongezeka, Ukraine itapoteza eneo na uharibifu utakuwa mkubwa zaidi, kiongozi wa Kibulgaria anaamini. Vile Marekani inatarajia kutia saini makubaliano na Ukraine kuhusu maendeleo ya maliasili zake baadaye wiki hii. Mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve Witkoff anasema, kwa hakika ningetumaini hivyo, aliambia Fox News alipoulizwa ikiwa kutia saini makubaliano yaliyotajwa hapo juu kunaweza kuwezekana katika mkutano ujao wa wawakilishi wa Marekani na Ukraine mjini Jeddah mnamo Machi 11. Anasema, kwa hakika nina matumaini kwa hilo. Sehemu ya upatanishi kama hii ni kusogeza pande hizo mbili karibu ili kupunguza tofauti. Tumeenda mbali sana kufanya hivyo na Warusi na nina matumaini makubwa. Ishara zote ni nzuri sana kutoka kwa Volodymyr Zelensky, kutoka kwa mkuu wake wa pili Yermak, kutoka kwa wazungu. Mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump alisisitiza, nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile maamuzi zaidi ya Marekani kuhusu uhamisho wa silaha na kijasusi kwenda Ukraine yatategemea hatua za Kiev kutatua mzozo huo, gazeti la The Washington Post linaripoti. Likionukuu maafisa wa Marekani ambao hawakutajwa majina, gazeti hilo lilibainisha kuwa kurejeshwa kwa usaidizi wa kijeshi na kijasusi kutategemea hatua za Ukraine. Wakati huo ilisisitiza kuwa Washington inataka kuharakisha mchakato wa kusitisha mapigano kati ya Moscow na Kiev. Kulingana na gazeti hilo, utawala wa Marekani unaonyesha matumaini kwamba Ukraine iko tayari kushiriki katika mpango wa amani. Hata hivyo, kurejeshwa rasmi kwa ushirikiano wa kijasusi kati ya Marekani na Ukraine kunaweza kuwa matokeo ya pande za Marekani na Ukraine huko Jeddah, gazeti hilo lilisema. Vile wanajeshi wa Ukraine wamepoteza jumla ya wanajeshi 66 katika mkoa wa Kursk tangu kuanza kwa uhasama huko, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema. Raia kadhaa kutoka maeneo ya Nikolsky katika wilaya ya Sudza ya mkoa wa Kursk waliuawa kwa mashambulizi ya wanajeshi wa Ukraine wakati wa harakati za vikosi vya Urusi, Valery Shinov anasema. Wanajeshi wa Urusi pia wamezuia mashambulizi matatu ya Kiukraine kwenye mkoa wa Kursk katika siku iliyopita. Vile suala la uhalifu wa kivita wa serikali ya Kiev na waathiriwa wao linapaswa kushughulikiwa katika mazungumzo yoyote yanayowezekana kuhusu Ukraine. Rodin Miroshnik, mjumbe maalum wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi kwa uhalifu wa serikali ya Kiev, anasema. Vile vikosi vya Urusi vimeingia kwenye eneo la mkoa wa Dnipropetrovsk wa Ukraine wakati wa vita vya Krasnoyarsk katika Jamhuri ya Watu Donetsk, kulingana na Viktor Vodolatsky, naye mwenyekiti wa kwanza wa kamati ya jimbo la Duma juu ya masuala CIS. Hapo awali alisema kwamba wakati jeshi la Ukraine lilipojiandaa kurudi nyuma, walitega migodi katikati mwa Krasnoyarsk. Amri ya Ukraine imeacha mji huo ikihamishia vitu vyake vya amri katika mkoa wa Dnipropetrovsk. Vile wanajeshi wa Ukraine kwenye mikoa ya Kiev wanafanya harakati za kimbinu na hatua zinazolenga kuchukua nafasi nzuri za ulinzi. Kamanda mkuu wa kijeshi wa Ukraine Alexander Syrskyi anasema, vikosi vya kijeshi vinafanya vitendo kwa wakati vinavyolenga kuchukua nafasi za ulinzi zenye faida.
Alisema na kuongeza kuwa uamuzi umefanywa wa kupeleka vifaa vya kuongeza nguvu katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na kwa njia ya wafanyakazi, ndege zisizo na rubani na vifaa vya kivita vya kielektroniki. Wakati huo, kamanda mkuu wa kijeshi wa Ukraine ameondoa uwezekano wa vitengo vya kijeshi vya Ukraine kuzingirwa na vikosi vya Urusi. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Wanajeshi wa Ukraine wameshambulia wilaya 3 za manispaa zilizo mstari wa mbele katika mkoa wa Zaporizhzhia kwa mizinga. Gavana Yevgeny Balitsky anasema. Shukrani kwa babu wa kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.